Ujambo ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Jesus TV, tunafurahi mara tena kuwa pamoja na wewe wakati kama na huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ya shule ya Sabato moyo wa kanisa. Tukukumbushe tu kwamba tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 tunazungumzia jinsi ya kujifunza na kuelewa unabii wa Biblia. Somo la juma hii ni somo la 5 linalozungumzia kuhusu mataifa sehemu ya pili. Mataifa sehemu ya pili, na leo Jumatatu tuzungumzie Daniel sura ya pili. Unabii wa Daniel sura ya pili. Jinsi tulivyosoma kwenye juma iliyopita, tuliona kwamba Mungu alipoita Israeli ama na kanisa, alikuwa na lengo ya kwamba Israeli iongozewe na yeye mwenyewe kuwa mtawala wao. Lakini ilipochagua kuwa na mtawala wa kibinadamu, ilibidi Israeli ivune madhara ya uchaguzi wao wa mfalme wa kibinadamu. Kwa hivyo ilikuwa wakati wa utumwa wa Babeli kupitia kwa nabii Danieli, ambapo Mungu alitoa maelezo ya kuvutia zaidi tulionayo kuhusu uhusiano kati ya watu wake na falme za ulimwengu huu. Watu wake hawakuwa huru tena. Sasa wangekuwa wanavuna matokeo ya uchaguzi wao. Walipochagua vibaya, ni lazima wavune kile walichochagua. Ndio, kila mtu, chochote unachokifanya ni lazima uvune matokeo ya hicho kitu. Na yamkini kujifunza kutokana na ilibidi wajifunze kutokana na madhara ambayo wangalikuwa wamepata. Kwa hivyo nitakualika pamoja nami kusoma kwenye Daniel sura ya pili 31 hadi 35, na tuangalie inayatoa mtazamo mpana wa matukio ya historia ya ulimwengu hadi mwisho wa wakati. Na ni kweli zipi muhimu tunazoweza kujifunza kutokana na unabii huu wa kustaajabisha? Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu ambaye anatuvia waandishi, anatuvia pia kuelewa kile ambacho nataka tujifunze. Karibuni. Asante kwa yeyote ambaye amekuwa mwaminifu kusoma pamoja nasi. Tutaona kwamba kwenye Daniel sura ya pili kinachokuwa hapo ni mfalme Nebukadneza yuko kitandani na amekuwa na ndoto. Ameota ndoto ya sanamu ambayo ilikuwa imejengwa kwa madini tofauti: kichwa ya dhahabu, vifua, viuno, miguu ya chuma na vidole vya miguu vya chuma ambavyo vimeambatana na udongo, na akaona jiwe dogo ambayo ilikuja ikipiga hiyo sanamu. Mfalme hakupata tena usingizi, akakosa tafsiri yake ni nini. Akawaita watu walozi, wachawi, sijui wanasayansi wote ambao walikuwa wanajiamini katika utawala wa Babeli, wote wakashindwa, mpaka wakamuita mtumishi wa Mungu Daniel. Baada ya kuomba ndipo akapata tafsiri. Suluhisho ya mambo yote ambayo tusiyoyajua inapatikana kwa Mungu, sio kwa watu ambao wanamtumikia shetani. Wote wanashindwa, hawako tayari hata kumkumbusha kile alichokiota, hawajui hata tafsiri. Lakini mtu wa Mungu akaja na kukumbusha, uliota hiki, na akatoa tafsiri. Kwa hivyo mfalme Nebukadneza, hata kama alikuwa mpagano, alionyeshwa historia ya mataifa kupitia sanamu ya kutisha kwenye Daniel sura ya pili 31 hadi 15. Unaweza kusoma hapo nyumbani. Na tafsiri tu ilikuwa inaonyesha kwamba kichwa ambayo ilikuwa ni ya dhahabu ilikuwa ikiwakilisha utawala wa Babeli ambao ungalianza kwa mwaka wa 605 kabla ya kuja kwa Kristo mpaka mwaka wa 539 kabla ya kuja kwa Kristo. Baada yake ungalikuja kifua ambacho kinawakilisha wa Medo Persian ambao walitawala kuanzia mwaka wa 539 kabla ya kuja kwa Kristo mpaka 331 kabla ya kuja kwa Kristo. Na baada ya hapo kungekuja viuno ambavyo viliwakilisha Wagiriki ambao walitawala kuanzia 331 hadi 168, na hapo kulikuja sasa Roman Empire ambayo inawakilisha chuma, miguu ya chuma, ambayo ilikuja kwa mwaka wa 168 kabla ya Kristo hadi 476 baada ya Kristo. Na baadaye kuja sasa Roma ambayo imegawanyika, ambayo iliwakilisha vidole vya chuma na udongo ambayo ilikuwa imeambatana kwa pamoja, ambayo ilikuwa imegawanyika. Sasa utaelewa ya kwamba juu kumeanzia dhahabu, inashuka mpaka kwenye udongo. Kwa hivyo kupungua kwa thamani ya madini kumetangaza maendeleo ya kupungua kwa utu. Ndio, hapo zamani kuna vitu ambavyo watu walikuwa wanavifanya ambavyo watu wa zamani hawakuwa wakifanya, lakini watu wa sasa wanavifanya kwa sababu utu ama morale ya watu imeshuka sana kabisa. Leo unaweza kumuona mtu akifunga harusi na nyama. Nikisema vitu ambavyo vimeshangaza. Watu wameanza kufanya vitu ambavyo hata watu wa zamani hawakuvifanya.
Mapinduzi ya viwandani pamoja na nadharia za wanadamu kama Darwin na Marx zimesababisha sisi kuamini kwamba ubinadamu unaweza kuboresha hadi kufikia jamii kamilifu bila Mungu. Lakini ni uongo. Ni nini kinachotokea kwa amani na usalama uliotarajiwa mwanzoni mwa karne ya 12? Ndugu pendwa, unabii tayari ulituonya na matukio ya sasa yanathibitisha ubinadamu unaharibika haraka, haswa kimaadili. Ikiwa ilikuwa sawa hadi wakati huu, tunaweza kuamini kwamba kile ambacho bado kinatokea kitatimizwa. Biblia ilisema kwamba jinsi hakuna kushikamana kati ya udongo na chuma, wale watu hawatashikamana. Na hakika ni hivyo ndivyo ilivyo. Ninachofurahia ni kwamba katika unabii kuna tumaini ya kwamba jiwe ambalo linawakilisha ufalme wa Mungu utakuja na kugonga sanamu kwa miguu, na huu utawala utakuwa milele na milele. Je, unatamani kuwa miongoni mwa wanamemba wa raia wa utawala huu? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa mnatuandaa, tufunze kuchagua mema ili kwamba ukija tuwe pamoja nawe, katika jina la Yesu Kristo. Amina.